Tulia nadhani ni moja kati ya funzo kwa wanaofanana naye, kwamba ukilinda nafasi au ukaitafuta nafasi fulani kwa ubaya, utakuja kutumika ubaya kukutoa kwenye nafasi hiyo, na hata inatimia kile ambacho Biblia ishaandika, pandacho mtu atakivuna. Mimi nimesema mara kadhaa, hakuna umoja wa wabaya unaodumu milele ama kwa muda mrefu. Lakini pia Tulia, mimi namuona kama ni mtu anaamini kwenye connection tu bila kujali utu wa mtu, na sidhani kama ni mtu anayeweza kuata kujali wa kwao. Najua wengine wamesema kwamba hapana, Nyerere alipinga ukabila. Hakumaanisha usiwasaidie wa kwenu. Nyerere alipinga kumpendelea mtu wa kabila lako wakati hana sifa za kupata wema huo, msaada huo. Lakini Tulia, sidhani kama kuna Wanyakyusa walikuwa wanaonewa, kuonewa kabisa, sio ile ya kutafuta pa kupigia kisiasa. Kuonewa kabisa, kulikuwa na hata moyo wa kumuuma. Sijui kama wako wenda damu zetu sisi. Wenda damu zetu sisi bwana, sababu damu yangu ni kama karibu kila mtu mwenye kuchukia haki. Damu yangu ndo damu ya kwanza kuipangia mabaya, mauaji, mateso. Sijui, alikuwa ni mtu anayeamini sana kwenye connection. Inawezekana bado anaamini kwenye connection. Sidhani kama kuna watu wanaojua Tulia ana chembe hata ya ubinadamu zaidi ya cheo alichonacho au anachokitaka. Sidhani. Mimi binafsi siwezi kumuingiza moja kwa moja kwenye mabaya yaliyonipata, kwamba mkono wake ulikuwa kwa kiasi gani, amewezesha kiasi gani, ameafanikisha kiasi gani, amenufaika kiasi gani na mabaya yaliyokuwa yananipata. Kwa sababu sina data za moja kwa moja kwamba kuna namna alikuwa na direct, anasimamia, anaratibu, anayapanga, anayatekeleza. Mtatumia aina ya ubaya ambao na yeye atakuwa nakiri kwamba huu ni dhahiri kwa Mbarikiwa. Kabla sijasema ubaya ambao Tulia naweza nikausema na akakubali kwamba huu kwa Mbarikiwa, mimi huu ni ubaya kweli kabisa na haki ya kusema, nizungumzie Tulia na kupata ubunge mwaka 2020. Ninaamini Tulia, anyway, 2020 wakati wa Magufuli, utawala ulikuwa hauhitaji watu wote waweze kuunga mkono kwa namna yoyote, kwa sababu ilionekana kama Magufuli katengeneza mazingira rahisi sana ya wabunge wa CCM kupata ubunge, lakini pia na kaleka ubabe kidogo ka wabunge wa CCM kupata ubunge. Lakini kulikuwa na kitu ambacho nilikuwa nazungumza tofauti ya wakati wa Magufuli, na hata binti Mange Kimambi ameongea. Tofauti wa Magufuli na wakati wa sasa. Magufuli hata angetumia ubabe na kuminya demokrasia na kuminya uhuru na haki, lakini Magufuli alijaa kwenye mioyo ya watu, alikuwa na mema mengi kwenye maisha ya watu. Hata hivyo, yale mema kuzungumzwa na watu kama sisi ilikuwa inampa urahisi Magufuli kufanya baadhi ya mambo hata ambayo wengine sisi tulikuwa tuliyapinga hata wakati ule. Mimi kwa mfano swala la Sugu alivyokuwa na kamatwa ovyo, na kwamba wakati mwingine naambiwa umefanya maandamano wakati upo hotelini mahali. Mimi nilitoa klipu kanisani nikasema hapana, hawa wasiwashinde kwa kutumia ubabe, washinde kwa kujieleza.
msiwatese, msiwaumiza. Akina Sugu walipokuwa wanafungwa gerezani, akakaa miezi 4 kule, walipokuwa na kamata, mimi nilikuwa napinga. Tundu Lissu alipopigwa risasi, nilikuwa napinga, nisema uwae kwa upanga atakufa kwa huo. Lakini ukweli ni kwamba Magufuli alikuwa na mema mengi niliyokuwa nayasifia na kuyapongeza. Kama ilivyo mimi kwangu, sina adui wa kudumu, sina rafiki wa kudumu. Ukifanya jema nitakupongeza, ukifanya baya nitakupinga. Kama hilo utaniona nina makosa nitakiwa kumpinga moja kwa moja, basi ndio ile niliyokuambia, mkataa pema pabaya panamuita. Kama Magufuli alikuwa mbaya moja kwa moja, basi acha wakati huu tubatizwe kwa moto, tutajua haki ni nini. Lakini kama utagundua kwamba hapana, hata kama alikuwa mbaya, lakini walao alikuwa na ubinadamu, alikuwa na utu, basi utaona sisi tuliokuwa tumeona kipindi kile tulikuwa nafanya jambo la maana. Sasa wakati wa kuingia 2020 kwenye ubunge, mimi kwa namna ya wazi ninayojua, Tulia alijua, mimi niliagiza waumini wangu na watu wote walio upande wangu wanaoniheshimu kote Tanzania waipigie kura CCM bila kujalisha CCM wamemweka nani. Kwa Mbeya, yani niliagiza watu wote walifuata vitambulisho na kwenda kupiga kura, waumini wangu na wote waliokuwa wananifuatilia. Tulia naamini alikuwa nafahamu. Nilipoenda kupiga kura, hata ukienda kwenye mitandao utaikuta nilisema kura ya adhabu. Ninawaadhibu Chadema kwa sababu walipigia kelele kwamba makanisa yafungwe kwa sababu ya mpango wa kishetani wa corona. Lakini pia nawaunga mkono CCM kwa sababu waliheshimu Mungu kupitia Magufuli. Mimi sifichi, yani sifichi. Mimi ubaya wa jana ni ubaya. Aliyekuwa mbaya jana leo akiwa mwema nitakuwa upande wake. Aliyekuwa mwema jana leo akiwa mbaya nitakuwa kinyume chake. Kwa hiyo kweli ndio huo. Mimi Chadema niliwapinga kwa kumpinga Magufuli kwa kila kitu. Anakamata makinikia, anasema hapana, anakuwa mzalendo, anasema maendeleo ya vitu sio maendeleo ya watu. Haya, mlikataa maendeleo ya vitu, sasa hapa inawezekana mmekosa maendeleo ya vitu na ya watu na ya utu. Itakuwa wenye kujifunza wamejifunza, lakini wale vipandikizi wenyewe wanabaki tu, hapana, haya mambo yalianzia kwa Magufuli, haya mambo. Hesabu hata watu ambao waliuawa kwa Magufuli, hesabu kwa kuhesabu kabisa, hesabu kwa kuwataja majina. Mimi nimesema ni kweli kuna viroba ambao vilipatikana pengine kando mwa bahari. Lakini vile viroba kuna taarifa ambazo ukiangalia tu unaona ni kama zinahusishwa na kwamba kulikuwa na watu wanaua watu kule Kibiti. Kuna wenyewe walipokuwa nakamatwa, wakishaua watu, wakikamatwa walipojificha, ni kama kulikuwa na taarifa zaidi, ni kama na wenyewe walikuwa wanamalizwa moja kwa moja. Hao wako kwenye andiko, wauae kwa upanga atakufa kwa huo. Lakini waliotekwa na kuuawa wanahesabika, na Magufuli alikuwa na uwezo wa kusema hii hapana, ni Alphonse Mawazo, akina Ben Sanane, Kwilini waliouawa wanahesabika. Tundu Lissu alipopiga risasi, Magufuli hata retweet kulani kile kitendo. Nje na hapo hautahesabu, tabaki tu watu kwenye viroba waliuawa sana kipindi cha Magufuli. Hapana, basi kipindi cha Kikwete ndo mambo yalikuanzia. Akina Daudi Ulimboka kama sikosea, daktari yule, akina Ulimboka wale walingolewa meno wale, kina Daudi Mwangosi walilipuliwa na mabomu wakati wa Kikwete, na watu walimwagiliwa tindikali hata wakati wa Mkapa. Na inawezekana kipindi cha Kikwete matukio ya kutekwa, kuuawa watu yalikuwa makubwa kuliko wakati wa Magufuli, lakini kwa sababu mlikuwa na chuki binafsi juu ya Magufuli, acha tubatizwe kwa moto, tutajua haki ni nini, tutaujua wafadhali ni nini, nafuu ni nini. Sasa mimi nilimuunga mkono Tulia, sijuti. Lakini Magufuli alipofariki,
Tulia alionyesha anajali connection tu. Mtu wa connection tu na ubunge na uspika wa IPU ndo. Kama unasema awamu hii ungepata waziri mkuu kama ilivyokuwa inasemwa tungekoma. Sababu ungepata uspika tungekuwa tu tunakula vijembe vile na kuimbiwa vitaarabu na namna nyingi. Kamwili kenyewe kamekaa kwa sura ya kukera. Alafu mtu mwenyewe unaanza kuonekana ni kama una roho mbaya, utafikiri mdogo wa shetani. Tulia dada, tulia rafiki. Mungu ajua. Ubaya wa moja kwa moja wa Tulia kwangu, kabla hajauawa mwanangu na mamlaka, ukumbuke nahitaji mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa kwamba alisema mwenyewe kwamba tumemuua mtoto wa Mbarikiwa ili tumtulize. Ilienda kesi mahakamani. Asante Mungu kwa njia zake, namna zake na maajabu yake, nilinusurika pale. Niko hapa nilipo katika mazingira ya taabu na machozi. Lakini kabla mwanangu hajauliwa, ziko namna zinazoonyesha ni kama ule mpango Tulia alikuwa anaujua. Ziko namna zinaonyesha, kwa sababu pana mtu sitaki kumtaja na yeye hajapata kanafasi fulani. Nitakuja kumtaja ujamaa wakati fulani. Mimi kwenye CCM hakuna mwanadamu ninayemwona ni mtu ana utu. Hata wanadai kusema chama cha mashetani. Yaani ukishaona tu mtu kavaa kijani ni shetani. Hata wanavyosema chama cha mapinduzi, manake ni chama cha kupindua kila lenye haki, kila jema kulifanya vibaya. Chama cha mashetani. Kuna mtu sitamtaja jina, wakati fulani napanga kumtafuta kwanza, nimtafute. Alikuwa katika cheo fulani cha juu sana. Napanga kumtafuta kwa bwana, mimi nataka nikutaje, ueleze siku ile ulikuwa na maana gani. Nataka nikutaje hadharani, ulikuwa na maana gani ukiwa katika nafasi ya juu sana kwenye utawala. Mwanangu kabla siku 5 hivi kufariki, ulimuulizia ukasema mwanao yupo hai? Yupo. Nikasema yupo. Sikutaka kufichua hali ilivyokuwa, nikijua kama unaijua niingilie hapo nisaidie. Ukasema Mbarikiwa, acha kupinga maovu ya yoyote anaweza kaa anatendwa na utawala huu. Sasa mimi huyo mtu namchukia sana. Ni mtu ambaye watu wengi wanamjua mwema sana, na ni kama na kasura ka upole fulani. Mimi namuona shetani. Kwa sababu ninavyomuona alikuwa na nafasi ya kuokoa uhai wa mwanangu yule. Angeniambia tu njia ni muokoe mtoto. Lakini kaona alijali cheo chake. Yule mtu kwa cheo na nafasi aliyokuwa nayo, kwa mpango ambao unaonekana ule mpango ulijumuisha watu wengi, walipewa taarifa kwamba mtoto wa Mbarikiwa tunamuua. Ninahisi ile taarifa Tulia kama mbunge wa jimbo langu, nahisi alikuwa nayo. Tuache hilo la kuhisi. Mtoto wangu ameuawa, nafungiwa kanisa. Nilienda mimi mara kadhaa kwenye ofisi ya Tulia, nikaongea nisaidie
mimi mtoto kauawa, nafungiwa kanisa, nafungwa, mimi nateswa kwenye vituo vya polisi. Tulia hakutoa ushirikiano wote. Nikakumbusha, nikamwambia makatibu wake, hebu angalieni clip hizi, angalieni mimi nimesimama na Tulia huyu, nimesimama na anyway, alikuwa anihitaji, lakini nimesimama naye, malipo yake yasiwe hivi. Tulia alipiga chenga. Ukiingia kwenye mitandao utaona vijana walimbamba sokoni, wakasema sisi tulikuwa mateja, tulikuwa walevi, tulikuwa vibaka, tulikuwa wezi. Mchungaji Mbarikiwa katusaidia kwa fedha, kwa mitaji, kwa ushauri, tumeacha matendo maovu. Lakini leo anateswa kwenye vituo vya polisi, anateswa mahakamani, wakati huo sijafungwa hata kufungwa. Anateswa huyu mchungaji. Niangalie hili jambo. Tulia akajibu asema tu, hilo jambo ninalo, nalijua. Alipoongea pale hakuchukua hatua yoyote, hakusema chochote, hakufanya chochote. Baada hapo nilifungwa mimi miezi 4 na siku 17 gerezani. Sikuona mkakati wowote wa Tulia, mimi nikiwa kama mtu wa damu yake. Nyakyusa, mimi nasema Nyerere hakukataza ukabila wa kuwasaidia wa kwenu wakiwa wanaonewa, alikataza ukabila wa kuwapendelea wa kwenu wakiwa hawana sifa, wakiwa hawana sifa za kufanya za kupendelewa au kutendewa jema. Tulia wakati fulani asema, Tulia, mama yako ni Watukuyu wa mabonde, anaujua uchungu, anakajua Kasimu. Nyakyusa asema Kasimu anaujua uchungu wa kuzaa. Hebu chukulia kama mama yako anavyoweza kuchukulia ninavyoteswa hivi, chukua mzigo. Tulia, ukisema hivyo ndio utaona taarabu, vijembe, kejeli. Tulia rafiki. Biblia inasema wana wa uovu wana akili kuliko wana wa nuru. Sina maana wewe Tulia umeokoka au ni mtu wa nuru, lakini naomba hili litumike kuwa funzo ya kwamba ubaya kwa ubaya siku kianguka ndipo utamuona mtu wa nuru ambavyo angekumulika, ungesimama naye. Mimi ni mtu wa kawaida sana, sauti yangu ni ya kawaida sana, lakini na hakika mimi nikisema habari za wema wako, hata kama utafukuzwa cheo, hata kama hutakuwa na fedha, yako matumaini kwenye moyo, utaendelea nayo. Tulia, ninakukataa mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Nakukataa. Najua connection yako inaweza kufanya kazi, ukarudi, ukapata, najua hata hapo kwenye nafasi ulionayo tunaweza tukawa napigwa vijembe, najua bado una nguvu. Na hata kama ni mhusika moja kwa moja wa ubaya fulani mkubwa sana unaendelea kwenye maisha ya watu, najua bado mimi unaweza ukawa unafanya namna nyingi sana mbaya. Lakini Tulia, nakukataa hata kama, yaani nakukataa kwa neno la Mungu, sio nakukataa kwamba sijui, nakukataa kwa neno la Mungu. Ielewe iruga. Hata kama kuna lugha unajifariji kwamba sijui ulikuwa na hila, ulikuwa unaamua utafute njia fulani ya kama kuungana na wabaya ili wageuke mbele, kama walioanza kuzusha kwamba sijui ulikuwa na mpango wa kumpindua rais kupitia kura ya kutokuwa na imani naye bungeni. Aisee rafiki,
na kuambia hiyo njia ni ya kishetani. Watu wote waliofanya mabaya walifanya mabaya wakitaka kuwaridhisha watu fulani, ili baadaye ndo waje wafanye vizuri, na hapo hapo ndo yalikuwa mabaya yaliyoleta madhara makubwa. Tulia. Na mtu yoyote utakayekutana na aibu yoyote kwa sababu umekuwa upande wa shetani, wa wauaji, wa watekaji, kwa maneno, matendo na mwili wa kishetani unaoonyesha kufurahia mabaya ya watu, nasema huna mpango utauwasilisha kwamba ulikuwa na nia njema ukawa wa maana. Mungu mwenye kulipa akulipe, akulipe na atakulipa. Wewe nimeongelea Tulia kama mfano wa watu wote ambao mmehusika kwa namna yoyote kuwa upande wa CCM kwa namna yoyote. Nami nawahakikishieni hakuna umoja wa wabaya utakaodumu. Alimaadamu sisi wengine tutaishi kwa tabu pasipo na hatia yoyote. Maelfu wameuawa, wamelala kwa njia zinazojulikana na siojulikana. Wameuawa wanaojulikana, wameuawa na wasiojulikana kwamba wameuawa. Mungu wa neema, Mungu mwenye haki ataamua. Nimesema mara kadhaa, Mungu na atuamue kati ya mimi na nyie. Mungu na amue kati ya wenye haki na ambao mko tayari kumwaga kiwango chochote cha damu. Mulinde vyeo vyenu au mupate vyeo au kazi, mukidhani mukishapata ndo mtaonyesha kamoyo, kautu, kawema, nyoka wakubwa, wana wa Ibilisi. Mungu na atoe malipo yanayofanana na ushetani wenu. Inatosha. Asante sana.